Na hizi ni ripoti mbalimbali kupitia hapa Fino Media. Ujenzi wa matanki ya kupokea mafuta kutokea bandari ya Dar es Salaam unatarajiwa kukamilika Februari 3, 2027. Ujenzi huo ulianza Agasti 2024 ambapo hadi kukamilika kwake unagharimu shilingi bilioni 678.6. Matanki hayo 15 yana uwezo wa kuhifadhi mafuta yenye ujazo wa lita 376,000. Hayo yamezungumzwa leo Machi 3, 2026 na mkurugenzi wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA Pladus Mbossa wakati akitoa taarifa ya ujenzi huo mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi iliyofanyika Tungi jijini Dar es Salaam. Pia ameeleza ujenzi huo wa matanki mpaka sasa umefikia 41%, unalenga kupunguza muda wa meli kushusha mafuta na kukana ngai kutoka siku 22 za awali hadi siku 7. Pia itasaidia kupunguza gharama kiwamo milioni 64 kwa ajili ya kulipia usubiriaji wa meli. Mamlaka ya usimamizi wa bandari iliingia mkataba na wakandarasi wa BIA ambao ni kampuni ya China Railway Major Bridge Engineering pamoja na Huan Engineering za kutoka nchini China kwa ajili ya usanifu na ujenzi wa matenki 15 ya kupokelea mafuta na kusambaza wenye gharama ya shilingi za Kitanzania bilioni 678.6 ikijumuisha kodi ya ongezeko la thamani. Mheshimiwa Rais, fedha zote hizi zinatolewa na serikali yako kupitia Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania. Mheshimiwa Rais, serikali ya awamu ya 6 kupitia TPA ilianza kwa kuingia mkataba wa kazi wa ujenzi wa mradi huu kwa kipindi cha miezi 24 na mhandisi mshauri wa kampuni ya Hatibu Alami akishirikiana na kampuni za wazawa za Projmos pamoja na Nova Consult Company, ambapo mkataba huu wa mhandisi mshauri ulikuwa na thamani ya bilioni 23.2. Hivyo inafanya thamani ya mradi kuwa shilingi za Kitanzania bilioni 701.8. Mkandarasi pamoja na mhandisi mshauri walikabidhiwa eneo la mradi mnamo tarehe 16 Agosti 2024 baada ya kukamilika kwa hatua za kumpata mhandisi mshauri na kazi ilianza rasmi tarehe hiyo. Mradi huu umepangwa kutekelezwa kwa kipindi cha miezi 24 pamoja na muda wa miezi 12 wa kipindi cha kutazama ambapo ni defect liability period. Mheshimiwa Rais, ili kuepuka athari ambazo zingeweza kujitokeza katika mnyororo mzima wa upokeaji na usambazaji wa mafuta nchini, mradi huu ambao unaendelea sasa ni sehemu ya kwanza na tunategemea utakuwa na sehemu ya pili. Utekelezaji wa mradi huu kwa sehemu ya kwanza unafanyika katika viwanja namba 1 mpaka 4 Kitalo Q, Tungi, Kigamboni, eneo hili ambalo tupo hapa Dar es Salaam. Mradi huu utakapokamilika utakuwa na jumla ya matenki 15 yenye uwezo wa kupokea na kusambaza mafuta yenye jumla za mita za ujazo 374,000, ni sawasawa na lita milioni 378. Miundombinu ya mradi huu itawezesha TPA, yani Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania, kupokea aina 3 za mafuta ambazo ni mafuta ya diesel ujazo mita za ujazo 162,000, mafuta ya petroli kiasi cha mita za ujazo 135,000 na mafuta ya ndege yani Jet A1 kiasi cha mita za ujazo 81,000. Awamu ya pili ya mradi huu itahusisha ujenzi wa magati ya kuhudumia shehena za mafuta. Kwa sasa mradi huu utaendelea kutumia yale magati ya awali. Magati haya mapya yatakuwa na miundombinu ya usafirishaji wa mafuta kutoka kwenye meli na kuja moja kwa moja kwenye matenki haya. Mheshimiwa Rais, hadi kufikia tarehe 2 Machi 2026 utekelezaji wa mradi huu umefikia 41%. Kwa mujibu wa mkataba, mradi huu unatarajiwa kukamilika tarehe 3 Februari mwaka 2027. Kazi ambazo zimekamilika hadi sasa kwa 100% ni maandalizi ya eneo la ujenzi ikijumuisha kuondoa udongo dhaifu na mchafu wa kiasi cha mita za ujazo 53,000, ujenzi wa uzio fencing wall wenye urefu wa mita 1130, ujenzi wa majengo ya ofisi za mkandarasi na mhandisi mshauri. Ujenzi wa nguzo pia na wenyewe umekamilika ambapo
Matenki haya kwa ujumla yanazo nguzo 1087. Tenki moja linazo nguzo 75. Pia ujenzi wa kofia rundo yani pile caps 15 nayo ni sehemu ambayo imekamilika. Mheshimiwa Rais, kufikia Februari mwaka 2006, serikali yako ya awamu ya 6 kupitia TPA imeshamlipa mkandarasi kiasi cha shilingi za Kitanzania bilioni 113.6. Pia serikali yako imekwisha kumlipa mhandisi mshauri kiasi cha shilingi bilioni 3.5, hivyo kufanya malipo ya jumla mradi huu hadi sasa kuwa yamefika shilingi bilioni 117.1. Fedha zote zilizolipwa kwa mkandarasi na mshauri mwelekezi zimetolewa na serikali yako kutoka kwenye ziada ambayo imepatikana baada ya Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari kushirikisha sekta binafsi katika uendeshaji wa bandari ya Dar es Salaam, lakini pia kukusanya wafeji ambako ushirikishaji wa sekta binafsi umepunguza gharama za uendeshaji kwa kiwango kikubwa ambacho kimetuwezesha sisi kuweza kufanya mradi huu pamoja na miradi mingine katika bandari ya Mtwara, katika bandari ya Mbamba Bay, Mwanza, Bukoba, lakini na maeneo mengine ya bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha utekelezaji wa mradi manufaa yafuatayo yameendelea kupatikana. Mradi unapoendelea kwa sasa, Mheshimiwa Rais, mradi umeweza kutoa ajira kwa wananchi wa eneo la mradi na maeneo ya jirani, ambapo mpaka sasa ajira za moja kwa moja zilizozalishwa kwa wazawa ni 279, na kati ya zote ajira 325 pia zinatolewa, kati ya ajira 325 zinazotolewa katika mradi huu. Hii ni Finumedia na langu jina ni Edita Chiwaligo.